Trump adokeza Marekani inaweza kunyakua kisiwa cha Iran cha Kharg. Bunge la Israel kuamua kuhusu hukumu ya kifo kwa Wapalestina wanaowaua Waisraeli. Na rais wa Syria al-Sharaa awasili Ujerumani kwa mazungumzo kuhusu wahamiaji wa Syria. Habari kamili. Tehran. Rais wa Marekani Donald Trump ametoa wazo la majeshi ya Marekani kuchukua kisiwa cha Iran cha Kharg ambacho ni kituo kikuu cha mafuta cha Iran katika Ghuba ya Uajemi. Amesema hayo kwenye mahojiano na shirika la habari la Financial Times la Marekani leo Jumatatu. Kauli ya Trump imejiri wakati mazungumzo ya kusaka amani yakiendelea. Tayari Iran imetishia kutega mabomu kwenye kisiwa hicho ikiwa kitavamiwa. Katika tukio jingine, akizungumza na waandishi habari, Trump amesisitiza kuwa Iran inakabiliwa na mabadiliko kamili ya utawala. Lakini tumeshuhudia mabadiliko ya utawala kwa sababu utawala wa kwanza uliangamizwa kabisa. Wote wamekufa. Utawala uliofuata pia umeangamizwa kwa kiasi kikubwa. Na utawala wa tatu tunaoshughulikia sasa ni wa watu tofauti kabisa ambao hakuna mtu aliyewahi kushughulika nao hapo awali. Ni kundi jipya kabisa la watu. Kwa hivyo, ningelichukulia kuwa ni mabadiliko ya utawala na kwa kweli wamekuwa na uelewa sana. Kwingineko, jarida la Wall Street limeripoti kwamba Rais Donald Trump anadhamiria kufanya operesheni ya kijeshi Iran ili kuchukua kilo 400 ya urani iliyorutubishwa. Jarida hilo limesema kwa sasa maafisa wa Marekani wanatathmini hatari ya uvamizi huo kwa wanajeshi watakaoshiriki operesheni hiyo. Jerusalem. Bunge la Israel linatarajiwa kujadili mswada utakaohalalisha hukumu ya kifo kwa Wapalestina watakaokutikana na hatia ya kuwaua Waisraeli katika ukingo wa Magharibi. Bunge hilo limeanza kujadili mswada huo leo Jumatatu. Kupitishwa kwa mswada huo kutakuwa kilele cha msukumo wa miaka mingi wa siasa za mrengo mkali wa kulia nchini Israel wa kuongeza adhabu kwa Wapalestina waliohukumiwa kwa makosa ya siasa za kizalendo dhidi ya Waisraeli. Aidha, itakuwa ushindi kwa waziri wa usalama wa Israel Itamar Ben-Gvir, ambaye pia ni kiongozi wa chama cha kidini kilichowasilisha mswada huo bungeni. Wapinzani wa mswada huo wanautaja kama wakibaguzi wa rangi, katili na usioweza kuzuia mashambulizi kutoka kwa wanamgambo wa Kipalestina. Berlin. Rais wa Syria Ahmed al-Sharaa amewasili Berlin, Ujerumani kwa mazungumzo na kansela wa Ujerumani Friedrich Merz. Al-Sharaa alipokelewa na mwenyeji wake wa Ujerumani Frank-Walter Steinmeier. Hata hivyo, ujio wake umekumbwa na maandamano mjini Berlin ambako hadi waandamanaji 5,000 wanatarajiwa kushiriki. Mazungumzo yao yatajikita kwenye suala la wahamiaji wa Syria kurudi nchini mwao na vilevile juhudi za ujenzi upya wa Syria baada ya miaka mingi ya vita vya wenyewe kwa wenyewe. Kabla ya kuwasili kwake, msemaji wa serikali ya Ujerumani Stefan Cornelius alizungumzia kuhusu matarajio ya Ujerumani ya kuona Syria ikijenga taifa imara na lenye mafanikio, ikiwemo kupitia msaada wa wengine na Wasiria wengine waliohamia Ujerumani na Ulaya wakati wa machafuko nchini mwao. Wakati wa ziara yake, al-Sharaa pia atafanya mazungumzo na Rais Frank-Walter Steinmeier na viongozi wengine wa kibiashara wa Ujerumani. Unaendelea kusikiliza habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Yangon, Myanmar. Myanmar imesafisha njia kwa kiongozi wa mapinduzi ya kijeshi Jenerali Min Aung Hlaing kuwa rais wa kiraia nchini humo. Hatua hiyo itamruhusu kuendeleza utawala wake wa mkono wa chuma, lakini kama kiongozi wa kiraia. Min Aung Hlaing ameitawala Myanmar tangu mwaka 2021 alipoongoza mapinduzi yaliyomng'oa Aung Suu Kyi madarakani na kukivunja chama cha Suu Kyi ambaye pia ni mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel. Mapinduzi hayo pia yalichochea vita vya wenyewe kwa wenyewe. Yaounde. Mkutano wa shirika la biashara ulimwenguni WTO umemalizika mapema leo nchini Kamerun bila ya makubaliano kwenye masuala muhimu ya mageuzi, kilimo na biashara ya mtandaoni kutokana na mgongano mkubwa baina ya Marekani na Brazil. Waziri wa biashara wa Kamerun Mbarga Atangana amesema baada ya siku 4 za mkutano huo mjini Yaounde, wameona muda hautoshi kufikia makubaliano kwenye masuala hayo. Mkurugenzi mkuu wa WTO Ngozi Okonjo-Iweala
alisema anatumai nchi hizo zitaweza kurejesha mkataba wa kusitishwa kwa biashara ya mtandaoni ambao muda wake umemalizika na kuziwezesha kutoza ushuru wa forodha kwenye utumaji wa kielektroniki kama vile kupakua na kutangaza. Na hatimaye London. Ripoti mpya ya shirika la kutetea haki za binadamu iliyotolewa leo Jumatatu imeonya kwamba mashindano ya kombe la dunia mwaka huu yanaweza kugeuka kuwa jukwaa la ukandamizaji na matendo ya kidikteta ikiwa hatua za haraka hazitachukuliwa kuheshimu haki za binadamu kote Marekani, Kanada na Mexico. Ripoti ya shirika hilo iliyopewa jina Ubinadamu Lazima Ushinde, kulinda haki, kukabiliana na ukandamizaji kwenye kombe la dunia inachambua kwa kina matukio yanayoweza kuhatarisha haki za mashabiki, wachezaji, waandishi habari, wafanyakazi na jamii za wenyeji kwenye mataifa hayo matatu. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. DW Dunia Yetu leo mchana. Kutoka chumba cha habari kwake John Juma, tunamwita kaka JJ. Asante sana, ni kutakia wakati mwema. Na msikilizaji, tuangazie safu ya uchambuzi kama tulivyokuandalia. Jeshi la Israel limefanya mashambulizi ya anga kwa siku 2 mfululizo katika mji wa Tehran, na naibu kamanda wa jeshi la Kongo atangaza kuanza kwa operesheni ya kuwasaka waasi wa Rwanda mashariki mwa Kongo. Na tutakuletea taarifa ya Ibrahim Lipumba akiaga chama cha upinzani cha CUF nchini Tanzania. Kwa haya na mengine mengi, msikilizaji na mtazamaji, salia nasi. Na mtuko mubashara kupitia chaneli yetu ya YouTube, tafuta DW Kiswahili. Vile vile pale Facebook tunapatikana pia live. Asante, usisite kutuachia maoni yako mubashara. Pia katika redio wa shirika unaweza kutupata vile vile. Tuanzie safu ya uchambuzi mashariki ya kati. Jeshi la Israel limetangaza kuwa limefanya mashambulizi ya anga kwa siku 2 mfululizo katika mji wa Tehran nchini Iran, huku likiendesha mashambulizi mapya mjini Beirut dhidi ya miundombinu ya Hizbullah. Wakati huo huo, Pakistani imesema kuwa Marekani na Iran zina imani na juhudi zake za kutaka kusuluhisha mzozo huo wa Mashariki ya Kati. Saleh Mwanamilongo na taarifa kamili. Jeshi la Israel limesema kuwa takriban maeneo 40 za uzalishaji na utafiti wa silaha yamelengwa mjini Teheran kwa kipindi cha siku 2 zilizopita. Maeneo hayo ni pamoja na vituo vya kutengeneza makombora ya masafa marefu. Kwa mujibu wa jeshi hilo, pia walishambulia maeneo ya kuunganisha makombora ya kupambana na vifaru. Wakati huo huo, Israel imesema imeanza mashambulizi mapya mjini Beirut dhidi ya miundombinu ya kundi la Hezbollah. Kikosi cha kulinda amani cha Umoja wa Mataifa nchini Lebanon, UNIFIL, kimesema mwanajeshi wake mmoja ameuawa na mwingine kujeruhiwa vibaya baada ya kombora kulipuka katika moja ya ngome zao, bila kutoa ufafanuzi kuhusu tukio hilo. Iran pia inaendelea na mashambulizi yake ya droni kuelekea Israel na maeneo mengine ya Ghuba. Jeshi la Syria limetangaza kuwa shambulio kubwa la ndege zisizo na rubani lililenga leo alfajiri ngome zake kadhaa zilizoko mashariki mwa nchi karibu na mpaka wa Iraq. Huku hayo yakijiri, Pakistan imetangaza kuwa iko tayari kuwa mwenyeji wa mazungumzo ya amani kati ya Marekani na Iran, ingawa bado hakuna uthibitisho rasmi kutoka pande hizo mbili. Waziri wa mambo ya nje wa Pakistan, Ishaq Dar, amesema kuwa nchi yake itakuwa na nafasi ya kuandaa mazungumzo hayo katika siku zijazo. We have remained actively engaged with the US leadership. Tumeendelea kushirikiana kikamilifu na uongozi wa Marekani, ikiwa ni sehemu ya juhudi zetu za kupunguza mvutano na kutafuta suluhisho la amani la mzozo huu. Katika muktadha huu, Pakistan inafurahia sana kwamba Iran na Marekani zimeonyesha imani yao kwa Pakistan kusaidia kurahisisha mazungumzo yao. Hata hivyo, haijulikani kama mazungumzo hayo yatakuwa ya moja kwa moja au la. Wakati huo huo, nchini Iran viongozi wamepinga wazo hilo wakisema ni hila. Rais wa Marekani Donald Trump amesema katika mahojiano na gazeti la Financial Times kwamba angependa kuchukua mafuta ya Iran. Trump pia amesema Marekani inaweza kukitoa kisiwa cha Kharg, kituo muhimu cha usafirishaji wa mafuta cha Iran. Wakati huo huo, gazeti la Washington Post limenukuu maafisa wa Marekani wakisema wizara ya ulinzi inaandaa mipango ya operesheni ya ardhini nchini Iran kwa wiki kadhaa. Ingawa haijulikani kama Trump ataidhinisha hatua hiyo,
Spika wa bunge la Iran Mohamed Bagher Khalibaf alisema Jumapili kwamba Marekani inapanga mashambulio ya ardhini licha ya kuonyesha hadharani juhudi za kidiplomasia za kumaliza vita. Jeshi la Iran lilionya kwamba vikosi vyake vinasubiri kuwasili kwa wanajeshi wa Marekani ili kuwaonyesha cha mtemakuni. Nam, tukitoka Mashariki ya Kati tuelekee sasa Afrika Mashariki. Aliyekuwa mwenyekiti wa chama cha upinzani cha CUF nchini Tanzania, Ibrahim Lipumba, amewaaga wanachama wa chama hicho akiachia nafasi hiyo, huku akitupa lawama kwa ofisi ya msajili wa vyama vya siasa kuwa ndicho chanzo cha mgogoro ndani ya chama hicho, na kueleza kuwa haridhishwi na nafasi ya katibu mkuu wa chama hicho. Kauli ya Lipumba imekuja ikiwa ni siku kadhaa tangu ofisi ya msajili wa vyama vya siasa itengue safu za juu za uongozi wa chama hicho. Florence Majani ametutumia ripoti ifuatayo. Lipumba ameyasema hayo jana alipokuwa akiwaaga wanachama wa chama hicho na kueleza kuwa mgogoro ulio ndani ya CUF una nia ya kukiua chama hicho. Au pana ajenda ya kutumaliza kabisa tena. Pamoja na mazingira haya magumu, lazima tuweze kujenga chama chetu. Na namna ya kuweza kujenga chama chetu kini lazima tupate katiba mpya na tume huru ya uchaguzi. Lipumba amesema nia alionayo ni kuwepo kwa msingi mzuri wa chama hicho ikiwamo kukijenga, na akasisitiza kuwa bado chama hicho kinasimamia kuundwa kwa katiba mpya ya Tanzania na kuundwa kwa tume huru ya uchaguzi. Februari 13 mwaka huu, ofisi ya msajili wa vyama vya siasa Tanzania ilitangaza kutoutambua uongozi wa chama cha CUF kwa kile ilichosema kimekiuka katiba na miongozo ya uchaguzi. Baadaye, Februari 20 na 21, baadhi ya wanachama waliitisha baraza kuu la chama hicho na kufanya uchaguzi na kisha kumchagua Mirambo Yusuf Mirambo kushika mikoba ya uongozi ya chama hicho na kuwa mwenyekiti rasmi wa chama hicho, na Habad Masud kuchaguliwa kuwa katibu mkuu. Wakati wa mgogoro huo, DW ilizungumza na naibu msajili wa vyama vya siasa Sisti Nyahoza, ambaye alisisitiza kuwa uongozi wa chama hicho ulikuwa ni batili. Mwenyekiti mpya wa CUF Mirambo Yusuf alikuwa na haya kusema baada ya kupokea rasmi mikoba ya uongozi kutoka kwa Ibrahim Lipumba. Lilikuwa ni jambo la msingi sana yeye aweze kupata muda wa kuaga, kwa sababu amekitumikia chama kwa muda ambao hatutegemei mwenyekiti mwingine kuwa anaweza akapata hiyo fursa. Ni fursa adimu. Akizungumzia panda shuka ya CUF tangu uongozi wa Maalim Seif Sharif Hamada, mchambuzi wa masuala ya siasa na uongozi kutoka Chuo Kikuu Huria cha Dar es Salaam, Profesa Wetengere Kitojo amesema, yani hayo mambo yanayotoka kwenye siasa na yeye akiwapo hayalingani na hadhi yake. Ni mtu ambaye ana hadhi kubwa, hakupaswa kupitia mambo hayo yanavyo. Lipumba amekabidhi mikoba ya uongozi wa CUF baada ya kukiongoza kwa miaka takriban 27, akiwania urais mara kadhaa na kukipitisha chama hicho katika michakato lukuki ya kisiasa. Florence Majani, DW, Dar es Salaam.